Hakuna namna ambavyo unaweza kusema kwamba Simba wanahitaji miujiza. Wanachohitaji ni umoja, mshikamano, then waweze kucompete kwenye mashindano yote, watengeneze timu yao. Niko na moja ya wachambuzi nguli wa soka kutoka mkoani Katavi na si mwingine ni Myombe Jeyara, na hapa tunaenda kugusia mawili matatu kunako kile kinachoendelea kule Zanzibar. Hapa anazungumzia Mapinduzi Cup. Hebu tuangazie kwenye mchezo wa kwanza wa Simba. Ilikuwa ni Simba ile ambayo ulioitegemea na kile ambacho ilichokionyesha zidi ya Mwembe Makumbi FC? Nafikiri nikisema nilikuwa na matarajio makubwa, yawezekana pia nikadanganya watu, lakini pia kuandaleti sana pia naweza nikawa na wakosea watu. Nilichokiona kwa Simba nafikiri kwa kiasi chake unaweza kusema kwamba ilikuwa itokee vile, kwa sababu kwanza una kocha mpya, lakini pia kocha huyo wachezaji ambao anafanya nao kazi bado na wenyewe ni wapya. Kwa kinachokuwa kinatakiwa ni namna gani ambavyo mwalimu anaweza kawa na maandalizi na wachezaji wake ambao amewakuta kwenye kikosi na kuwapa game time ya kucheza na pengine kuaminisha kwamba wana uwezo wa kufanya kitu cha ziada ya kile ambacho pengine wamekifanya. Lakini kuna heshima kwa sababu tayari ndio kwanza ameshaanza kazi na vile ndio vitendea kazi ambavyo amevikuta. Bad enough kuna wachezaji wengine tayari amewakuta wameenda kwenye kikosi cha timu ya taifa. Wanapata muda wa kutengeneza kikosi akiwa hana vifaa vyote vya kufanyia kazi. Once watakaporejea, nafikiri immediately tunaweza tukashuhudia kuwaona wakijoin na club na pengine kwenda kumpa mwalimu room sasa ya kuanza kutengeneza squad yake kulinganisha na wale wachezaji ambao walikuwa hawapo kwenye squad, na tayari kuja kuona wakiungana pamoja. Na uzuri ni kwamba Stars imeondoshwa mapema wakati michuano bado inaendelea. Kwa hata ile michuano ya CAF Confederation CAF Champions, maana yake itasubiri mpaka michuano ya AFCON itakapokuwa imetamatika. Kwa ana muda kama wa wiki moja, wiki mbili ya kuandaa timu ili aweze kupata kile ambacho anakuwa nakitaka. Ingawa wiki moja, wiki mbili kwa mwalimu ni muda mfupi sana, lakini kwa wachezaji ambao tayari walishaanza kucompete kwenye michuano hiyo na wacheza michezo ya ligi, unategemea kuwa na room ya wao kuwa na utafsiri wa kimbinu wa haraka, kuto kumfanya mwalimu aanze kupata wakati mgumu wakati wa kubuild up kikosi chake. Kwa tutazame ni kipi ambacho Steve Becker anakuja nacho, na ukiangalia kwenye mechi ya kwanza unaona kilichokuwa kinalazimishwa kwenye kikosi ni uharaka kwenye matukio. Naiona Simba ambayo wachezaji wengi walikuwa wanakuwa sharp, wanapiga pasi kwa haraka, wana move kwenye eneo lao la nyuma, namna wanavyofanya transition kuanzia kwenye eneo la midfield, unakuja kugundua kwamba yawezekana ndio falsafa ambayo pengine mwalimu amekuja nayo kwa haraka. Lakini tuangalie, je, wachezaji watakuwa ni wepesi kuamua hizo mbinu za mwalimu na kufuata maelekezo kwa haraka? Sio jambo la siku moja wala wiki, inaweza kukuchukua zaidi ya miezi miwili mitatu tukaiona Simba tofauti na ile ambayo imecheza. Maingizo mapya tumeyashuhudia, akiwepo mshambuliaji kutoka kule Mbeya, na bila shaka ni Mbeya City, pamoja na bwana mdogo pale kiungo katikati. Kwa namna ulivyowatazama wachezaji hawa wawili tu hao, ni wachezaji ambao wanakuja moja kwa moja kuleta impact ambayo ni njema pale Simba Sport Club. Inategemea sasa wana compete na nani, kwa sababu ukiangalia kwenye eneo la midfield kwa Simba limekuwa mtawaliwa sana na Alassane Kante, lakini pia Nabi Kamara, pia Yusuf Kagoma, Neo Maema nowadays unaona anaanza. Pengine inawezekana ukampa nafasi zaidi Neo Maema kwenye eneo la katikati, kwa maana kwamba kwenye eneo la attacking, eneo namba 8 kwa mwalimu ambaye yupo, kwa sababu raia wa South Africa na falsafa ya wachezaji wengi wa South Africa
amehusika kwenye kuwatengeneza, anajua. Na ukiangalia hata South Africa kwenye timu yao ya taifa, set play yao ya kwenye vilabu na timu ya taifa unaona ni kitu kimoja. Kwa hiyo inawezekana ni identity ambayo wao kama taifa walishaamua kuitengeneza, na isimpe pengine changamoto mwalimu kuanza na kina Mahema, kwa sababu tayari wanaishi mazingira hayo, wamekulia pale, hakuna kitu kingine cha ziada ambacho anaweza cardions kwao. So South Africa materials kwa, nafikiri kuna namna ambayo hata mchezaji mgeni atakapokuja namba kwenye kikosi cha timu, huwa anasemaga siku zote haupewi kama zawadi, unapewa kwa kupambana uwanjani. Inawezekana yeye si ni mchezaji mzuri, lakini washindani wake ambao wamewakuta wao wanafanya kazi ya aina gani. Kama ikiwa nzuri zaidi, maana yako unategemea mwalimu ataenda na wachezaji wanaofanya kazi nzuri zaidi. Tofauti na hapo hakunaga ofa wala hakuna huruma kwenye mpira wa miguu. Bwana mdogo yule pale ambayo ni kiungo mkabaji, yeye moja kwa moja amesema lazima hajitume ili mradi tu aweze kumshawishi kocha ili kuweza kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza au kujihakikishia tu namba kwa namna yoyote katika kikosi kile pale cha Simba. Kauli hii imekuwa na mashiko kiasi gani kwa wachezaji? Kama anahisi kwamba amekuja kupambana, maana yake sasa faida inayokuja ni kwamba atawapushi hata wale aliowakuta kwamba okay, let us do it, kwa maana nipambane kadri nitakavyoweza ili kuweza kumbeat opponent. Naita sio neno zuri kulitumia kwa wachezaji ambao wanacheza timu moja au teammate wangu niwe superb than yeye, kwa sababu sehemu sahihi na sehemu ya kwanza ya kumshawishi mwalimu kwamba huyu ni mchezaji muhimu kwenye uwanja wa mazoezi, umeperform kwa level ya aina gani? Je, tunaendea mchezo wa aina gani? Karakta zako zina deserve kwenda kupambana kwenye mechi tunayoiendea. Isije ikawa labda ni wameperform mbele ya Miembeni FC City, lakini once watakapokutana na Azam, watakapokutana na Yanga au watakapokutana na URA, nini wanaenda kuofa. Kwa daraja la mchezaji halipimwi kwa game moja. Tunategemea kuona namna ambavyo timu inakuwa ina progress. Kwa mfano kama leo wapo na Fukuoni, sio nafikiri majina magumu sana ya Zanzibar, lakini ni timu ambazo unaziona sio heavyweight zaidi, wanaweza wakawa wanamsaidia mwalimu kutengeneza falsafa zake na kuwafanya wachezaji kuelewa kipi ambacho mwalimu anakihitaji kwenye kikosi. Kwa bado nafikiri Simba na wachezaji walionao kwa game walizozicheza wanazimudu, yani wachezaji waliopo wanazimudu kabisa kucheza, ingawa mashindano haya wakati mwingine yanapokuwa yanasonga mbele ndo huwa yanakuwa yanaongeza ugumu wake. Okay, tunamuona Bajabal anaingia kambani, moja ya goli matata na tamu. Kinachokosekana kwa Bajabal ni fitness au ni namna tu kocha ambavyo aliamua kutomtumia kwa kipindi fulani? Maana tumemuona kwenye game moja ya ligi kuu na game nyingine ni ya juzi ambayo imechezwa. Of course tangu mwanzo mimi ni shabiki yake mkubwa. Yes, na nafikiri nimekuwa nafuatilia ligi ya Kenya. Moja ya wachezaji ambao nilikuwa na mpaka kuna siku niliwahi kujiuliza kile kipaji ambacho nilikuwa nakiona kwake, why hachezi nje ya ligi ya Kenya. Ukimwangalia kwa namna anavyocheza ni aina ya wale wachezaji ambao tunasema kwamba kwanza yupo tayari kucheza, kutembea na mpira uwanjani, ana uwezo wa kudribbles. Napenda sana wachezaji wa aina hiyo kwa sababu sifa yao kubwa lazima tu watamchosha beki wa timu pinzani, then wachezaji wengine ni rahisi kuja kufanya matukio na wakapata matokeo. Kwa picha tu ya hiyo moja kwa moja unagundua kwamba kuna namna ambayo Bajabel anakupa hilo daraja na levels, ila kinachobaki ni namna gani ambavyo ataendeleza ile consistency. Ikiwa tofauti na hapo, maana yake sasa kuna namna ya yeye kuja kujiuliza, kwa sababu kuna Elim Panzu, kuna Jean Charles Ahoua, kuna Maurice Abraham, kuna Kip Dennis.
hawa ni washindani ambao huhitaji kulegeza kamba zako, ujue unahitaji upambane day after day, day after day, uimprove kwanza kiwango chako, lakini kuonyesha utayari wa kucheza game zako, then mwalimu atakapokuamini ndo kama vile anaweka kambani kwenye kila mchezo ambao anakuwa anacheza. Kwa ile ni faida kwa mwalimu, inampa machaguo tofauti tofauti na inampa option ya kujua ni wachezaji gani anaweza akaenda nao kwenye mchezo wa aina gani. Ukisha kuwa na machaguo mengi kwako wewe mwalimu, kwanza wachezaji hawachoki sana, ile rotation yako unaifanya, balance inakuwa nzuri kuanzia since day one, kwa maana kwamba mchezo wa ligi wa ufunguzi wa michuano yoyote ndani ya msimu mpaka unapomaliza msimu unakuwa na squad ambayo kwako wewe inakupa stability ya kuamini kila mchezo una uwezo wa kushindana, kwa sababu wachezaji wako wengi wana tenki kama tenki la mafuta linakuwa lipo la kutosha. Kwa nafikiri tuangalie nini ambacho mwalimu ataenda kukifanya kwa wachezaji hao, kwa sababu wasiwasi wangu kwa kikosi cha Simba, nafikiri nalia sana na management. Kama wakikaa pamoja wakaorganize wakaamua kwamba Simba ni moja na wanahitaji kupambana kwenda mbele, wana uwezo wakafanya. So ni timu ambayo kwangu mimi naweza ngasema wamesajili vizuri kuliko hata wapinzani wao Dying Africans. Dying Africans tumeona wachezaji wake wengi wamekuwa offloaded kwenye squad. Performance ya wachezaji unaweza kuona ni ndogo kwa wale ambao wamesajiliwa wapya, lakini nenda kwa Simba, Nabi Kamara akipata nafasi ana show up, Alassane Kante akipata nafasi ana show up, nenda kwa Lucien Delok ana show up, Nangu show up, Maurice Abraham ana show up. Wamesajili Jonathan Soa akiingia, unaona ana show up. Hakuna namna ambavyo unaweza kusema kwamba Simba wanahitaji miujiza. Wanachohitaji ni umoja, mshikamano, then waweze kucompete kwenye mashindano yote, watengeneze timu yao, waanze kushindana. Tuone after the season nini ambacho watakuwa wamevuna kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia michuano ya ligi ya ndani. Nini ambacho Simba wanapaswa kukifanya kwenye michuano hii inayoendelea kule Zanzibar kama daraja kuelekea ligi kuu pindi tu itapofunguliwa? Ni kupambana kwenye mechi zao ambazo wanakuwa wanacheza, kwa sababu ili ushinde mechi yako maana yake unahitaji kukompiti zaidi. Kama haupambani au ukimbii zaidi uwanjani kuliko mpinzani wako, upo matatizoni, yani upo mbioni sana kuweza kupoteza mechi, kwa sababu wewe utakuwa una jog afu wenzako wapo speed, watakuacha tu kwenye matukio, kwa sababu mpira ni mchezo wa mahesabu. Naweza nikakuhesabia tu sekunde mbili, ukidelay tu kwenye sekunde at the moment watu wanakuadhibu, lakini ukiwa na uwezo wa kupiga hesabu nzuri at the second, upo kwenye reactions, unawini battle zako. Sasa ukisha kuwa na hiyo stability, wachezaji wakaclick kwenye mfumo, we mwalimu kajua kuongea nao vizuri, psychological ukawaweka smart, wakawa wanajua muda gani wa kucheza mechi zao, muda gani wa win battles, ni asilimia kubwa ya kuwa mshindi kwenye mpira wa miguu. Ikitokea sasa umepoteza wakati umefanya kila kitu, ndio tunakuja kwamba wakati mwingine mpira nao una bahati kwenye football. Sasa usisubiri bahati kabla wewe hujawajibika. Wajibika kwanza, alafu bahati inafuata. Ikitokea sasa bahati imetokea, ndio sasa inabaki inaandika kwenye vitabu. Kilifanyika hivi, sasa wewe hapa tunaongelea mechi ya Morocco. Stars amefanya kila kitu, lakini aliyetoka na matokeo ni Morocco. Kwa moment hizo zinatokea uwanjani.